pia niendelee kusisitiza haya yote tunayoyapanga ili yaweze kutekelezwa, ni lazima tuzingatie amani, usalama na utulivu katika nchi yetu. Amani na usalama na utulivu ni jukumu la kila Mtanzania na linahitaji juhudi za pamoja katika nyanja mbalimbali. Hivyo tunawajibika kuepuka masuala yote yanayochochea uvunjifu wa amani ndani ya nchi yetu, ikiwemo matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Pamoja na jukumu hili, napenda kuwakumbusha Watanzania wote masuala yafuatayo. Kwa upande wa wizara za kisekta, wizara zenye dhamana ya ustawi wa jamii ziweke kipaumbele kwenye kushirikiana na wadau mbalimbali, ikiwemo viongozi wa dini na asasi za kiraia na mashirika yasiyo ya kiserikali kutoa elimu na malezi, yakiwemo matumizi bora ya mitandao ya kijamii. Ninawaasa Watanzania wenzangu kuwa na matumizi chanya ya mitandao ya kijamii na kuifanya kuwa ni nyenzo muhimu ya kujielimisha, kuendeleza biashara zetu na kukuza uchumi, badala ya kuitumia katika njia ambayo inatugawa na njia ambayo inaleta athari hasi kwenye ukuaji na ustawi wa taifa letu. Nitoe rai kwa Watanzania wote kulinda tunu hii ya amani kwa ajili ya taifa letu na kuwa na wajibu wa kila raia kuheshimu na kuendeleza mshikamano na kudumisha amani katika taifa letu. Mheshimiwa Spika, sote tunatambua Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alikwisha kutoa uelekeo na amekuwa mstari wa mbele katika kuleta mshikamano na maridhiano ndani ya nchi yetu. Hii inajidhihirisha kupitia maamuzi yake ya kuunda tume huru ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyojitokeza baada ya uchaguzi. Mapendekezo hayo ya tume hiyo yatakuwa msingi wa uundwaji wa tume ya mazungumzo na maridhiano kama alivyoahidi kuiunda. Mheshimiwa Spika, serikali sikivu ya awamu ya 6 itaendelea kusikiliza ushauri na maoni ya waheshimiwa wabunge na Watanzania wote ili kuweza kuhakikisha tunakuwa na taifa moja lenye watu wanaoheshimiana, watu wenye amani na furaha ndani ya nchi yao. Mheshimiwa Spika, itakumbukwa pia siku ya Jumatatu tarehe 3 Novemba 2025, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan aliapishwa rasmi kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni ishara ya utekelezaji na ilani ya uchaguzi imeanza kutekelezwa, na hiyo ndio ilikuwa ishara ya kwanza ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2025-2030. Niwahakikishie waheshimiwa wabunge na wananchi wote kwamba serikali itatekeleza kikamilifu ilani ya uchaguzi na kuzingatia vipaumbele ambavyo vimeainishwa katika kila ibara kwa lengo la kuhakikisha kauli mbiu ya kazi na utu, tunasonga mbele, na inatekelezwa. Hivyo niwakumbushe viongozi wa wizara, idara zilizo chini ya idara zote za serikali kuzingatia masuala muhimu ambayo yameainishwa kwenye ilani ya uchaguzi. Na katika kutekeleza ilani ya uchaguzi, niwasisitizie viongozi wote kuendelea kuwasikiliza wananchi, waheshimiwa mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, watumishi wengine wote wa umma watenge muda wa kuwasikiliza wananchi na kutatua kero zao. Wananchi katika maeneo mbalimbali wanahitaji kuona kero zao zinatatuliwa. Niwaelekeze viongozi wote tutembelee maeneo ya wananchi, hususan yenye migogoro, na tuyatafutie ufumbuzi. Ipo migogoro kwenye maeneo ya ardhi pamoja na maeneo mengine. Wafuateni wananchi, wasikilizeni na tatueni kero zao ili wasilazimike kwenda ngazi za juu au kusubiri ziara za viongozi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa michezo, nchi yetu imeendelea kufanya vizuri katika michezo mbalimbali. Mafanikio hayo yanatokana na maono na uongozi mahiri wa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo katika uongozi wake tumeshuhudia mageuzi makubwa katika sekta ya michezo hapa nchini. Kutokana na hatua hizo, timu zetu za ngazi mbalimbali zimeendelea kufanya vizuri na kulitangaza taifa letu kitaifa, kikanda na kimataifa. Nitumie fursa hii adhimu
kuwapongeza vijana wetu wa timu ya taifa ya mpira wa miguu Taifa Stars kwa kufanikiwa kuandika historia ya kufuzu hatua ya 16 bora ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika. Tangu kuanzishwa mashindano haya, Tanzania imefanikiwa kushiriki mara 4: mwaka 1980 nchini Nigeria, mwaka 2019 nchini Misri, mwaka 2023 nchini Cote d'Ivoire na mwaka 2025 nchini Morocco, ambapo tumeweka rekodi ya kuingia 16 bora. Mashindano ya AFCON hutazamwa na watu wengi duniani, hivyo mafanikio haya yameiwezesha Tanzania kutambulika zaidi katika ramani ya soka barani Afrika na duniani kote. Serikali kwa kushirikiana na Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania, Baraza la Michezo la Taifa na benchi la ufundi na wachezaji pamoja na wadau wote wa michezo imeelekeza nguvu sasa katika maandalizi ya timu ya taifa ili kuhakikisha inafanya vizuri zaidi katika mashindano yajayo ya AFCON ya 2027 ambayo yatafanyika kwa umoja Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Aidha, maandalizi ya miundombinu mbalimbali ikiwemo ujenzi na ukarabati wa viwanja yanaendelea vizuri. Matarajio yetu ni kuhakikisha maandalizi yanafanyika kwa ufanisi na kombe hilo linabaki hapa nchini, na inawezekana. Nitoe wito kwa Watanzania wote kuendelea kuiunga mkono timu yetu ya taifa na wakati wote kuchangamkia fursa mbalimbali zinazojitokeza kutokana na maandalizi ya mashindano hayo. Pia nitumie fursa hii, timu zetu za taifa za michezo mingine zimeendelea kufanya vizuri katika maeneo mbalimbali. Mathalani, katika mchezo wa cricket, timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 19 ilifanikiwa kufuzu mashindano ya kombe la dunia la cricket chini ya umri ya miaka 19 yaliyofanyika mwezi Januari 2026 nchini Namibia. Hatua muhimu katika maendeleo ya michezo ni pamoja na hiyo. Timu nyingine zilizofanya vizuri katika hatua mbalimbali za mashindano ni pamoja na timu ya taifa ya wanawake, timu ya taifa ya mpira wa miguu ya wanawake Twiga Stars, klabu ya JKT Queens, timu ya taifa ya mpira wa miguu chini ya umri wa miaka 20 yani Ngorongoro Heroes, timu ya taifa ya mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu yani Tembo Warriors, timu ya taifa ya ngumi, timu ya taifa ya kuogelea na timu ya taifa ya mpira wa miguu chini ya umri wa miaka 17 yani Serengeti Boys. Mheshimiwa Spika, ninapenda pia kuzipongeza klabu zetu za soka hapa nchini kwa mafanikio makubwa zinazoendelea kuyapata katika mashindano ya kimataifa. Klabu za michezo za Simba na Yanga, nianze na Yanga na Simba, zimeonesha ushindani wa hali ya juu kwa kufanikiwa kufuzu na kushiriki katika hatua za makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hali hii inadhihirisha uimara, ubora na ukuaji wa soka la Tanzania katika ngazi ya Afrika.